Ilikuwa ni swala muda tu kujua kwamba ni kitu gani ambacho anakuja nacho Kusa pamoja na Harmonize, na baada ya hapo kwa ameachia ngoma yao inaitwa Kama Sio, na ngoma ambayo imetoka siku 3 na mpaka sasa hivi katika mtandao wa YouTube ina viewers milioni 1.1 ndani ya siku 3 pekee. Karibu sana katika kona kiburudani, mimi naitwa Steve Presenter, na leo tuko na mmiliki halali kabisa wa ngoma ya Kama Sio ambaye ni Kusa akiwa amemshirikisha Harmonize. Tuko naye hapa leo kwa ajili ya kupiga naye story. So cha kwanza Kusa anahitaji kusikia kutoka kwako, Harmonize amekuwa ni moja ya wasanii ambao walikuwa kimzungumzia mara kwa mara na kwa natamani kufanya naye kazi. So hebu tuambie binafsi, mara baada ya kufanya kazi na Harmonize ulijisikiaje na ni kitu gani ambacho ulikuwa unakiwaza wakati unafanya naye project Harmonize? Nashukuru Mwenyezi Mungu, sifanyi kazi kwa miemko. Nafanya kazi pale ninapoona hiyo kazi kwa muda unahitaji kufanya na mtu fulani na namhitaji haso. So ninavyosema maana ya ndoto ni kitu unachokiota ama ukiwaza, na kwa kikitokea kikitimia ndo tunaita ndoto. So nilikuwa nimewaza kufanya kazi na ndugu yangu, na sio tu kufanya kazi na Harmonize lakini pia kufanya kazi kubwa, kufanya video kubwa kama unavyoona. So kwa upande wangu nilikuwa ni kitu kikubwa sana kwenye career yangu, na I think unaona tuna masaa kadhaa, tuna viewers karibuni 600 kasoro. Kwa upande wangu mimi ni kitu kikubwa sana. Wakati unakaribia kuachia ngoma yako na Kusa, ulikuwa una post mara kwa mara ukizungumzia kwamba endapo project hii haitoenda, kwa sababu ulisema kwamba hii ni project na sio kazi, na kama haitopokelewa vizuri basi utaacha muziki kwa miaka 3. So baada ya kuachia ngoma hii na mapokeo umeyaona, so unatangaza rasmi kwamba unaacha muziki kwa miaka 3 au unaendelea kutokana na namna ngoma watu walivyoipokea? Yaani kwa style hiyo tu unaonaje kuna kupumzika tena hapo? Hiyo ngoma ina siku moja. Mimi nina, kwa sababu ujue umesema kweli mpenzi wa Mungu, ina almost miaka 4 sasa hivi sijawahi kutoa ngoma kama hiyo ikafanya ya Wonderling kama hiyo. Yaani kwa siku moja nikapata viewers 600 kasoro, milioni kasoro, yani sijawahi. Kwa hadi hapo mimi kwa sio huwa nafikiria kuiti ni nini. Kwa mimi mpaka hapo kwa pande yangu shahidi ngoma iko namba 1 Boom Play. Boom Play mimi nilikuwa msanii wa 107 kwenye top artist. Sasa hivi nimekuwa msanii wa 8. Umeelewa? Mimi ukiingia Audio Mack ngoma yangu ndio namba 1. Ukiingia Spotify ngoma yangu ni namba 3. Ukienda pale Kenya sasa hivi ngoma yangu iko trending namba 19 tayari. Kwa sasa ukisema niache tena muziki hapo ndio ngoma ishahiti hivyo. Kwa hiyo kama kuna watu wanategemea niache muziki, ndugu yangu nipo sana, kwa sababu ndo tunaondoka hivyo. Ngoma inaongelewa na kila mtu kwa njia tofauti tofauti. Hiyo ndio maana ya kutoa nyimbo kubwa. Sawa, katika ngoma hii bwana kuna kipande ambacho mmeimba pale kinasema Kama Sio Wewe, na ni moja ya kipande ambacho Watanzania wengi wanakumbuka kama kile nyimbo ambayo ilitumika kipindi hicho kumuimbia Mwalimu Nyerere. So watu wakawa wanauliza, je, mlikopi au kuna makubaliano yoyote wakati mnachukua kipande hicho kitumia katika ngoma yenu? Na kuna namna hujapata comment kama Tanzania wanazungumza kwa mnawakumbusha majonzi hivi? Hebu tuambie. Hapana, so kama tumetoa ngoma ndo tukagundua, hapana, no. Unajua bwana, muziki ni creativity. So kuna vitu vingine vidogo vidogo la ukivifikiria kwa akili yako ndogo, lakini vikubwa kwa mtu mwenye akili. Yaani uone tu wewe haraka leo umeniuliza kuscore switch, nisingefanya hivyo usingeniuliza leo. So ni moja ya kitu kikubwa tumekumbushia zamani, tumeona ni kitu ambacho kitapendwa na watu. Sasa watu wanaona kama so kama tumekopi, tumefanya tukiwa tunajua. Yani sisi sio kama eti tumefanya bahati mbaya, tumekuwa inspired. So sisi tukana tuweke kwa upande wetu afu tuwasilishe kwa namna ambayo mtu wote akisikia akumbuke kile kitu. Okay, sawa. Lakini kingine pia nahitaji kufahamu Kusa ni kuhusiana na, of course utakuwa umekutana na comment katika mitandao ya kijamii na wengi wakizungumzia uwepo wa Kajala sana katika upande wa Harmonize. Kwa nini Kajala anaonekana sana katika video za Harmonize? So hebu tuambie kwa maoni yako, the way comment kama hizo ambazo unakutana nazo. So kuna namna yoyote ambayo ulikuwa mmefikiria mkaona labda tumtumie Kajala na Auntie Ezekiel? Bwana, unajua watu wanajua kwamba kila nyimbo nyuma yake na story. Unaelewa? Kila nyimbo ukiona inatoka imetengenezwa, watu wamekaa chini, na sio kama amekaa mtu mmoja, sometimes hata watu zaidi ya 20, 10. Sasa usione kama watu wamekaa wote hawana akili au wakawaza kitu kimoja, na kwa namna unatafuta engo nyingine. Kwa mfano watu wanasema Kajala anaonekana kwenye nyimbo ya Harmonize kila siku, sio kitu kizuri. Mimi kwa pande yangu naweza nikaona kama pia ni moja ya ubunifu, kwa sababu kuna mtu kama Bank W wa Nigeria alitoa nyimbo kama 5 na mtu na mpenzi wake, nyimbo 5 na ziliondoka zote. Kuna mtu kama nani huyu yuko wapi tu hapo Rwanda, I think ni Medi kitu kama hicho, alitoa ngoma 3 mfululizo na mpenzi wake, na moja ya nyimbo ambazo zimehit na ni nyimbo kubwa kwake ni hizo.
So kuna muda tu watu wanakuwa na akili mgando, kwa sababu kila mtu anafikiria anavyotakiwa, na hiyo ndio maana sasa kuwa mkubwa. Kila kitu kiongelewe kwa namna hiyo, lakini hiyo ilikuwa ni idea yetu na tuliona ni nzuri ya kudumu, kwa sababu tangu tunaanza kurekodi hiyo nyimbo, Anti alikuwa pembeni, Kajala alikuwa pembeni, ni watu ambao wanatusupport 100%. Yani walibeba hii nyimbo kama yao, yani walibeba, yani sio mimi nishukuru kwa vipi, lakini ni idea yetu, tumepanga pamoja, tumefanya pamoja. Yani naweza nikasema hii nyimbo ni ya watu wanne. Kwa hiyo watu wapokee, tumewaletea wao, kwa sababu tumefanya vyote hivyo sio kwa ajili yetu. Tungesikiza ndani tukabaki nayo. Kwa upaka imetoka, so kwamba ni kwa ajili yetu, ni kwa ajili yao. Hawa wamewasilisha tu, lakini hii nyimbo ina wenyewe, na wenyewe ndio wao wanaosikiliza na kufuatilia. Hivyo na anaruhusiwa mtu kukosoa, kupenda kabisa. Bwana, mimi nashukuru sana kwa time yako. And of course tulikuwa tunapiga story na kuhusiana na video yake mpya ambayo alimshirikisha msanii Harmonize, ngoma inaitwa Kama Sio, ambayo mpaka sasa hivi kupitia mtandao wa YouTube inashika nafasi za juu kabisa katika zile ngoma trending, ikiwa na viewers 1,100,000 ikiwa ni siku 3 pekee toka ameachia. So mimi naitwa Steve Presenter, na habari njema tu sasa hivi nikwambie kwa mwanafamilia wa Hot Top TV, kama unahitaji kujenga msingi imara mpaka kwenye kupaua, basi hakikisha unafika pale Mwana wa Mungu Group, ambako wao wanauza vigai pamoja na bati zenye ubora wa hali ya juu kabisa, na kikubwa zaidi kwamba wanafanya delivery popote ulipo nchini. So hakikisha unafika pale dukani kwao Dar es Salaam Kariakoo, kusudi kujipatia kilichokuwa bora zaidi. Namba zao za simu ni hizo ambazo zinapita chini. Mimi naitwa Steve Presenter, mpaka wakati mwingine, bye bye.